Leo siku mpya tena, ili angalau tuweze kuzungumza na Watanzania na tuwahabarishe mambo kadhaa. Awali ya yote nichukue nafasi hii kumshukuru sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu Dr. Samia Suluhu Hassan kwa maelekezo yake katika hotuba ya kuapishwa kwake. Kama mmefuatilia kiasi cha kutosha, Mheshimiwa Rais alielekeza hali ya maisha kwa wana Dar es Salaam na Tanzania kwa ujumla yaweze kurudi kama yalivyokuwa. Ndugu waandishi wa habari, nieleze tu kwa dhati kwamba mkoa wetu wa Dar es Salaam ni miongoni mwa mikoa ambayo pia iliweza kupata hitilafu kidogo kutokana na vikundi vya uhalifu kufanya matukio ambayo tunayakemea kwa sauti kubwa na tunayapinga kwa sauti kubwa sana, kwa sababu yana athari kubwa kwa wana Dar es Salaam. Ndugu waandishi wa habari, kutekeleza maagizo ya Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu, natoa tamko au tangazo kwa mkoa wetu wa Dar es Salaam kwamba vituo vyote vya mafuta vilivyokuwa vimefungwa kutokana na matishio kadhaa ya kiusalama sasa vifunguliwe na vianze kutoa huduma hizo. Na vyombo vya moto ama vyombo vya usafiri vyote navyo vihakikishe vinapata huduma katika vituo hivyo. Sambamba na hilo, tunaendelea kuonya mfumo wa uuzwaji wa mafuta katika vidumu, huku tukiamini kwamba mfumo huo ni mfumo ambao kwa asilimia kubwa hauna nia njema kwa taifa na kwa mkoa wetu kwa ujumla wake. Muuzaji wa mafuta wa aina yoyote ambaye tabainika kwamba anaendelea kuuza mafuta katika mfumo wa kwenye vidumu atachukuliwa hatua kali kwa mujibu wa sheria za nchi yetu na kwa mujibu wa sheria za EWURA. Sambamba na hili, tunamwelekeza EWURA kanda ya Mashariki kuita kikao mara moja na wamiliki wa vituo vya mafuta vyote katika mkoa wetu ili tuweze kupeana semina maalum kuhusu mfumo sahihi tena wa kuendelea kuuza mafuta usioleta athari katika mkoa wetu. Sambamba na hili, ndugu waandishi wa habari, katika mkoa wetu wa Dar es Salaam tuna mabasi yaendayo kwa kasi. Tuna DART na tuna UDART. Vituo vingi vya mwendokasi vimeharibiwa, na kwa mantiki hiyo tunaendelea kuusitisha usafiri huu kwa njia ya Morogoro Road, yani BRT1, na tunaendelea pia kusitisha usafiri huu kwa njia ya Mbagala, yani BRT2. Kwa hiyo wale wote ambao walikuwa wanategemea mfumo huu wa usafiri, na naamini pia usafiri huu umekuwa ukiwasaidia watu wengi, tunausitisha mara moja. Jambo la kwanza, ili kufanya tathmini ya kina kuhusu uharibifu uliotokea. Jambo la pili, tunajua kwamba mifumo ya utukataji tiketi na mageti pia yameharibiwa, na kwa mantiki hiyo inatupasa tuwe na muda wa namna ya kuweza kurudisha hali hiyo kama ilivyokuwa. Tunawaagiza watu wa LATRA, wadau wa LATRA na watumishi wa LATRA ama mtendaji mkuu wa LATRA kutoa vibali vya muda mfupi kwa mabasi ya kawaida ili yaweze kutoa huduma katika njia hizi ambazo zilikuwa zinategemewa kwenye usafiri huu wa mwendokasi. Na jambo hili lifanyike mara moja ili kuongeza nguvu kidogo ya utoaji wa huduma mabasi kwa njia hii ya BRT1, yani ya Morogoro Road, na kwa hii njia nyingine ambayo nimeitaja hapo awali. Lakini jambo nyingine la muhimu, mnakumbuka kwamba usafiri wa kwenda mikoani kupitia stendi ya Magufuli ama kuanzia stendi ya Magufuli nao ulisitishwa kwa muda.
Na kwa mantiki hiyo, stendi ya Magufuli inaanza kufanya kazi rasmi haraka iwezekanavyo, na ikiwezekana leo saa 10 uongozi wa wilaya ya Ubungo kwa kushirikiana na vikosi vya kiusalama watatoa utaratibu mzuri wa namna ya usafiri huu ama basi haya kuendelea kutoa huduma zake kuanzia kituo cha Magufuli kwenda mikoani. Wakati wa ufungaji kulikuwa kuna wafanyabiashara kwenye maduka hayo na ambayo yamelindwa mpaka sasa akiwa yako salama. Tungetamani sana uongozi wa stendi ya Magufuli pamoja na wadau wanaofanya kazi katika stendi hiyo kuwepo saa 10 hiyo ili wapate utaratibu wa namna ya kuendeleza tena kazi zao katika stendi hiyo. Na jambo jingine ni usafiri wa vivuko. Mtakumbuka kwamba pia kivuko nacho kilikuwa kimesimama kwa muda, lakini sasa kwa kuwa tumeruhusu shughuli hizi za usafirishaji kuendelea, pia vivuko kwa maana kivuko cha kutoka cha pale feri kuvusha watu kwenda Kigamboni na kurudi huku, na chenyewe kitaanza kufanya kazi rasmi na kwa haraka sana. Imejitokeza pia tabia ya baadhi ya watu kupandisha bei za bidhaa, ambazo hizi zinatokana na faida ama kutumia changamoto tulionayo kupandisha bidhaa. Ni watangazie tu rasmi kwamba tumeruhusu malori kwa utaratibu maalum yaweze kuingiza chakula, lakini pia tumeruhusu malori ndani ya mkoa wetu yanayopakia bidhaa za kwenda mikoani, hasa mafuta, kuanza kufanya shughuli hizo kwenda mikoani. Wadau wote wa usafirishaji wa mafuta, na wadau wote wanaomiliki vituo vya mafuta, na kazia hapa kwa kuwaelekeza EWURA kuita kikao hicho mara moja, ambacho mimi mkuu wa mkoa nitakiongoza. Moja ni kuhakikishia usalama, lakini 2 wao kuwa mabalozi wazuri wa usalama, lakini namba 3 yatajadiliwa mengineyo kuhusu usalama wa biashara hizi kwa ujumla. Na kwa mantiki hiyo, wamiliki wa malori yanayosafirisha mafuta wa ndani ya mkoa wa Dar es Salaam, wamiliki wa vituo vya mafuta ndani ya mkoa wa Dar es Salaam, pamoja na wadau wa mafuta kwa ujumla wake ndani ya mkoa wa Dar es Salaam, nazungumzia mafuta petrol, diesel pamoja na mafuta mengineyo yanayowekwa katika vyombo vya usafiri. Wote hawa tutakutana katika kikao cha pamoja, ambacho EWURA watatoa utaratibu wa namna ya kikao hiki na wapi kikao hiki kitafanyika. Mwisho, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ndani ya mkoa wetu wa Dar es Salaam inaendelea kufanya tathmini za haraka zilizotokana na rabsha hizi ambazo nimekushazitaja, ikiwa ni pamoja na uharibifu wa mali za umma, mali za watu binafsi pamoja na mengineyo. Athari hizi zitakapokuwa tayari zimekwisha fanyiwa uchambuzi wa kutosha, waandishi wa habari tutaitana tena ili tuweze kupeana kile kilichojiri na njia zaidi za kuendelea kulinda mji wetu. Nihitimishe tena kwa kusema Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu amekwisha tuelekeza tuhakikishe miji yetu inarudi kama ilivyokuwa awali. Katibu Mkuu kiongozi wetu amekuwa pia akitoa tangazo la mara kwa mara kuhusu kazi za kiutumishi na kazi za kiserikali. Kwa wale watumishi wote wa umma, tuendelee na kazi kwa haraka za kuhudumia wenzetu au za kuhudumia Watanzania, mahospitalini, mashuleni na mahali pengine kote. Na kama kutakuwa kuna changamoto ya aina yote, basi tuwasiliane kwa haraka ili lisiwepo kundi hata moja
ambalo linaweza kuendelea kupata athari kutokana na jambo hili lililotokea.